Na nyinyi Waluhya ambao mko hapa, acha niwaambie kitu kimoja. Iko watu watatu ambao wameletwa hapa nataka kuwa magavana. Tunawaita na Mniokolo, sio? Si mnajua na Mniokolo hao? Mmoja alikuwa anafanya kazi na Rais Ruto, alikuwa deputy president. Alikuwa advisor wake. Wakati ya kura ya 2022 alitaka kuwa gavana kwa chama UDA. Ruto mwenyewe akikuwa pale Kiminini akasema candidate wangu sio huyu mtu, candidate wangu ni Chris. Ruto mwenyewe alisema. Akakuja akanipigia magoti kama nasaidie tutembee na wewe, nikamsaidia atakakuwa MP. Saa hizi amerudi huko anataka kuwa nani? Anataka kuwa gavana. Sasa kama Ruto mwenyewe aliona yeye atoshi kuwa gavana kwa mtu mwingine, anaanza kutosha kuwa gavana za ngapi? Iko mwingine anaongeanga mdomo maneno mingi. Yeye wakati walikuwa wanagawa serikali kabla ya kura, ni yeye alisaini mkataba kwamba Western tutapata 30% ya serikali ya mali yote. Alisaini kidole yake kwa pale. Alisaini kwamba utapata barabara kilomita 1000. Alisaini. Wakati Ruto anaunda serikali, maana alishinda, hakumpatia hata kiti ya cabinet. Akatafuta mama akapatia yeye. Huyu jamani kaa huko nje tu kuna chochote. Ruto amemweka kwa ratile akaona atoshi. Huyu mama kufukuzwa akaleta mama nyingine. Haoni huyu mjamaa? Huyo mkataba hamuoni? Akaweka mama mwingine mwenye ako saa hizi mnamjua? Sasa jamaa kanilia kule nje akapewa chairman ya parastato wengine. Yaani ya kuangalia kama Kenya kuna plastic, kuangalia hiyo vitu kidogo. Sindio, kwamba saa hizi mtu mwenye president mwenyewe amempima akaona atoshi kwa waziri, akaweka mama wili mbele yake, hata kumpatia tambasa hata kumpatia. Saa hizi wanaona yeye anatosha kuwa gavana ya Trans Nzoia. Ni mnaonaje bwana? Kama alikuwa anatosha mbona kumpatia kiti ya cabinet? Akaleta mama nyingine wakati wa betting, mama anajitanga daktari, kumbe hapo tuna certificate ya nursing. Akamfuta kazi, si ndio? Mama akatengatanga huko akampatia kiti ya ambassador. Ambassador. Na kuwa ambassador kwa Ministry of Foreign Affairs huko chini ya PS. Sasa umekuwa waziri, wamekupatia kazi ambayo uliona hata kwa minister au hata kwa PS. Umekuwa demoted. Alafu una aibu unakuja mbele watu sema kwamba umekuwa promoted. Umepewa kazi ambayo hata kazi hakuna, mara kuanzia Jumatatu mpaka Jumatatu umetuma kuja ugawa mchele na maharagwe huko ila miada ya yeye. Hiyo ndio kazi ambazo sasa. Sasa ati huyo pia mtu mwenye president mwenyewe. Sio Uhuru Ruto mwenye anataka kuwa rais. Alimweka kwa ratili akashindwa akamfuta, akamdemote. Anakuja hapa anatuambia watu wa Trans Nzoia ati yeye ametosha kuwa gavana, akuja pambana na komando. Hivi tunakubali maneno? Tunakubali maneno? Tunakubali mambo yana Mniokolo? Tunakubali? Mambo yana Mniokolo tumesema nini? Tumesema nini? Hao watu wataleta pesa watu yangu. Hii pesa ya kujenga mabarabara, ya kupatia watoto wetu ajira, ya kuleta madawa hospitali, hii pesa yote umeiweka ya kuja kufanya kampeni. Watu wetu pesa ikikuja kuleni hiyo pesa. Tumeelewana? Watu wangu wale mnasupport mimi, mkisikia jamaa wameita mkutano, enda hiyo mkutano. Na mwambie msitujelewe sana, tunataka kwenda nyumbani. Ama namna gani? Ongea haraka utupange kwenda nyumbani. Ama namna gani? Sio pesa ni yetu ama? Pesa ni ya nani? Ikuliwe na walete mingi kidogo. Mimi nikileta 100 walete 300. Unaelewana? Maana Ruto anawapatianga mingi wanabaki na ingine. Hata wale wanatembea hapo walikuwa tu wanagombana kwa milioni 1 wanakuja na 100 hapo wanapatia 100. Wengine wanabaki na nusu. Hakikisha pesa yote fanya nini? Usipange laini kama sio chini ya 300. Mtakuwa mmenikosea heshima. Unaona watu yangu?